Kamata Biblia yako tukajifunze maneno ya Mungu, kisha kwa ufupi tuachilie basi twende kwenye mkutano wa Injili. Baada ya maneno ya Mungu, ni waombe wageni wote baada ya ibada tuonane mara moja tu ofisini ili tuseme kidogo. Somo letu katika mchana wa leo tunataka kujifunza somo nasema kwamba uwepo wako. Wapo kwako. Wapo kwako. Ndio somo la mchana wa leo. Wapo kwako. Kuwapo kwako ni kwa kusudi la Mungu tu. Ndio maana upo. Hakuna kusudi lolote ya mpango yako, ya malengo yako, ya kazi zako, maisha yako kuwa hivyo ulivyo, ni kwa makusudi ya Mungu tu. Baba, naomba ulibariki neno lako. Bariki watoto wako walioketi kwenye uvuli huu na kwenye madhabahu ambao umeichagua mwenyewe. Nalo jema kwetu saya wakati huu, uzungumza na kila roho na nafsi. Naendelea kufanya uchunguzi mwenyewe, kwa kuwa wewe unaingia katika kila moyo wa mtu na kuanza kuona kilichomo. Baba, tenda hivyo ili tuendelee kukuona kwa namna ya upekuzi. Kwa lengo hilo Mungu, tunaamini wewe upo kwa kusudi letu, kwamba sisi kuwepo kwetu ni kusudi lako tu. Kwa jina lako litukuzwe. Amen. Wapo kwako ni kwa kusudi la Mungu. Kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 2 mstari ule wa 10. Kitabu cha Waefeso sura ile ya 2 mstari wa 10. Ndio. Maana tu kazi yake iliumbwa katika Kristo Yesu, mtende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Rudia tena kwa kumepata maiki. Mstari wa 10 wa Efeso 2:10, neno la Mungu linasema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Haleluya. Hilo ndilo kusudi la Kristo au la Mungu kwetu, kwamba tuyatende ambayo ameyakusudia tutende mambo mema. Kusudi la Mungu kwetu sisi wanadamu, wapo kwako wewe, tembea kwako wewe, lipo kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna sababu ya kujisifu, wala hatuna sababu ya aina yoyote ya kumfundisha Mungu wala kumhoji Mungu. Hatuna sababu ya aina yoyote ya mwanadamu yoyote yule kujisifu, wala haina sababu ya yoyote ile ya mwanadamu kumfundisha Mungu wala kumhoji Mungu maswali. Hakuna. Maana uwepo wako ni kwa kusudi la yeye tu. Bila kuwepo kama kusudi, hauna sababu ya kuwepo wewe. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna sababu ya aina yoyote ya kumfundisha Mungu. Kuna sababu ya kumpa Mungu maswali. Hakuna sababu ya mtu kujijaji. Najua kuna watu tumefika mpaka kujijaji kwamba hili ni kwa nini nipo.
upo kwa kusudi la Mungu. Kitabu cha Isaya ile sura 45, Isaya 45 Isaya 55 mstari tusome ule wa 9 mpaka wa 12. 45 mstari ule wa 9 hadi wa 12. Kwa maana kama mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama mvua inyeshavyo na theluji kutoka mbinguni. Umesoma mstari gani huo rafiki? Mstari wa 45. Anasema ole wake ashindana naye na muumba wake, kigae kimoja kati. Endelea sasa. Nasoma 45 mstari wa 9. Anasema ole wake ashindanaye na muumba wake, kigae kimoja katika vigae vya dunia. Je, udongo umwambie yeye aufinyangae, unafanya nini? Au kazi yake, tarudia, au kazi yako hana mikono? Mstari wa 10. Ole wake amwambiaye baba yake, wazaa nini? Au mwanamke, una utungu wa nini? 11. Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi, niulize habari za mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu na habari ya kazi ya mikono yangu. Haya niagizeni. 12. Mimi nimeiumba dunia, nimemhuruku mwanadamu juu yake. Mimi, naam, mikono yangu mimi imezitanda mbingu, na jeshi lake lote limeamuru. Bwana Yesu apewe sifa. Nini ambacho unaweza kumfundisha Mungu? Kipi ambacho unaweza ukamhoji Mungu? Amesema ni ole wake ashindana naye na muumba wake, kigae kimoja katika vigae vya dunia. Je, udongo wamwambia yeye aufinyangae, unafanya nini? Au kazi yako hana mikono? Ole wake amwambiaye baba yake, wazaa nini? Au mwanamke, una utungu wa nini? Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi, niulize habari za mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu na habari ya kazi ya mikono yangu. Haya, haleluya jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeenda mpaka mbali wakati naendelea kulifikiria neno hili, nikaenda mpaka mbali kwamba ulimwengu na dunia imefika maeneo ya kutudanganya, na tutaishia kwenye ulimwengu wa kudanganyika, kwa kuwa hatuna hofu, hatunayo hofu ya Mungu, kiasi ambacho wanadamu wamefika maeneo na sehemu ya kuona namna walivyoumbwa sivyo. Anasema ni sawa na mtu ambaye mwenye kufinyanga udongo, hakule udongo wenye ambao huyu mtu anauelewa
fikiri mbali ya hivyo kwamba huyu mtoto anaweza kusema kweli. Jibu ni kwamba hawezi akasema, lakini wanadamu tunafika kusema. Haleluya. Anaweza sasa. Mtu yuko tayari kubagua zote hizi, akatoa zote, halafu kaweka za kwake. Yupo tayari mdomo wake huu kuuchanganyia rangi nyekundu, buluu, njano na nyekundu zote pamoja na kaka, aweka anavyotaka yeye. Ufahamu na uelewa wa mwanadamu kwamba ni kweli huyu Mungu hakuweza kujua kwamba huyu mtu anafaa kabisa huo mdomo ni utengenezwe kwa sura ya namna hiyo. Moja nikawa ninanena nasema hivi kwamba mtu mmoja alifanya utafiti kwamba pale Dar es Salaam kwenye bahari ya Hindi kwamba mule walitokea mabinti ambao walikuwa ni majini yaliyotoka mle baharini, yametilema kwa viwango vya juu, manywele ya staa, marangi ya kila namna yakajimwaga mle Dar es Salaam, na manguo ya kila namna, vimini vya kila jinsia wakajimwaga Dar es Salaam. Mule watu wakapita, wengine wakaenda kujianzisha sabuni zao. Watu walipoenda pale wakajua mitindo ya kila namna, watu wakaiga, watu wakafuata mitindo ya majini, mitindo ya mapepo. Ndio watu wameiga, ndio watu wameenda kujifunza kuona kwamba rangi hiyo uliyo nayo haikutoshi. Mungu alimkosea. Mwili huo ulio nao haukutoshi. Mungu amekosea. Umeenda kutafuta sindano ujidunge unenepe, uwe kama tembo. Kuandaa dunia kupotezea muda. Dunia kuchefua bure, haina maana yoyote. Hata kama ungepangilia kama uzae kwa mpango, uwe namna ya kujimamanyua, unajidanganya bure. Dogo mwambie msinyange hivi, kitu ambacho hakiwezekani. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 31. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 31, neno la Mungu linasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Haleluya. Amen. Mungu akaona kila alichokifanya ni chema sana, tena naongeza sana. Kila alichokifanya Mungu ni chema sana.
sio kizuri, lakini Mungu alishasema kila alichokifanya Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana, akamaliza. Lakini wewe umeona